Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Popote pale ulipo, tumepata kibali na neema mbele za Bwana akuweza kuingia kwenye mwezi wa Aprili, na Bwana amekupa kibali wewe pamoja na mimi. Sikiliza, usipite. Haya ni maombi maalum sana kwa ajili ya mwezi huu wa 4. Hii ni huduma ya maarifa na maombi inayokujia kwako nami mtumishi wa Mungu Mwalimu Joseph, na Bwana ametusaidia kuweza kuingia na kuanza mwezi huu wa Aprili. Ni neema tosha. Kwa hiyo basi, wewe pamoja na mimi tunahitaji mwongozo, tunahitaji kulisimamia neno la Bwana ili kwamba tuweze kuyashinda yote ambayo adui ameyaweka mbele yetu katika mwezi wa 4, lakini pia kulipokea lile la Bwana ambalo ameliachilia kwa ajili yako, kwa ajili yangu kwenye mwezi huu wa 4. Ni mwezi ambao, hebu tuangalie maandiko, hebu tuangalie lile ambalo Bwana anasema kwa ajili ya mwezi huu wa 4. Mwezi wa 4 nitapata nafasi ya kukufundisha vitu vingi sana, lakini siku ya leo ni maombi ya kujiweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya mwezi huu wa 4, mwezi wa Aprili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikwambie, namna unavyoanza mwezi it matters. Namna unavyoanza jambo inaamua mwisho wa jambo. Namna unavyoanza kitu inaamua namna ambavyo kitu kitakavyoendelea. Unapoanza kwa unyonge, utapokea manyonge, utapokea madhaifu, utapokea vitu ambavyo hukustahili kuvipokea, lakini pia utamaliza vibaya, kwa maana kila mwisho ulikuwa kwanza na mwanzo. Na Mungu wetu ni Mungu ambaye anatunza maagano, lakini pia ni Mungu ambaye anaheshimu utaratibu. Ni Mungu wa kanuni. Is the God of principle. Kitabu cha Exodus, Kutoka sura ya 1 mstari wake wa 11 na mstari wake wa 12. Tunalenga mstari wa 12, lakini sikiliza tunaposoma pia mstari wa 11. Nasema, basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pitomu na Ramesesi. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa, ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Bwana asifiwe sana, mtu wa Mungu. Hebu sikiliza lile ambalo Bwana anaenda kulisema kwenye maisha yako katika mwezi wa 4. Biblia inafunua kabisa kwa habari ya wana wa Israeli walioingia Misri kwa kibali cha Bwana kupitia Yusufu, ambao wakapata kuingia katika nchi ya Misri wakati njaa ilipoingia katika nchi yao ya Kanaani. Wakaingia Misri, na Biblia ukiendelea kusoma utakutanisha kuliinuka Farao ambaye hakumjua Yusufu. Na baada ya hapo tunakuja kuona kwamba hawa watu walikuwa na, Biblia nasema walikuwa na akili. Hawa wa Misri walikuwa na akili, lakini hawa wa Israeli waliongezeka, walikuwa wengi na walikuwa na nguvu sana. Lakini katika hiyo nguvu, akili ya kupambanua nyakati na majira hawakutambua. Na tunaletwa kwenye jambo ambalo linakuja kufunua kazi walioifanya. Biblia nasema walijenga miji, walimjengea Farao miji ya kuwekea akiba. Hivi unaelewa tunapozungumza kwa habari ya akiba? Adui anaposhika akiba yako unateseka. Adui anaposhika akiba yako wakati wa mateso uwezi. Wakati wengine wanahangaika, utahangaika na wewe. Lakini aliyeweka akiba, wakati wengine wanahangaika, yeye atakimbilia kwenye akiba yake. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa sikiliza mstari wa 12 nasema, lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Hapa ndipo papo neno la Bwana kwenye maisha yetu kwenye mwezi wa 4. Ni mwezi ambao watu wengi wasiposimama vizuri katika maombi na neno la Bwana watakata tamaa, kwa sababu kutakuwa na oppression, kutakuwa na hali ya kudumazwa, kutakuwa na hali ya kujaribu kushikwa na adui. Kiswahili kingine tunasema kukandamizwa, ukandamizaji. Kwa hiyo kuna namna ambayo adui atainuka ili kuhakikisha anawakandamiza watu. Kwenye afya zao anawakandamiza watu, kwenye biashara anakandamiza, kwenye uchumi anakandamiza. Unapata pesa lakini zinatoweka. Kwenye huduma anakandamiza, kwenye ofisi anakandamiza. Wakati wengine wanainuliwa vyeo na kuongezewa mishahara, wewe anakukandamiza. Hilo ndilo ajenda la shetani, la adui kwenye mwezi wa 4. Lakini Biblia inasema, lakini kwa kadri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Kwetu sisi mwezi wa 4 wa Aprili ni mwezi wa kuongezeka na kuzidi kuenea. Kapala mayada, ni mwezi wa kuongezeka na kuzidi kuenea. Ni lazima tulitie jina la Bwana, tupokee the spirit of extension, roho ya upanuzi, kwamba mambo yetu yaongezeke, mambo yetu yapanuke kwa ukubwa. Nasema na walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Kuna watu watakuchukia bila sababu mwezi huu. Kwa sababu gani? Utaongezeka na kuzidi kuenea. Utaongezeka na kuzidi kuenea. Mwezi wa 4 leo nataka nisizungumze mambo mengi sana, lakini nataka usimame na neno la Bwana tunapoingia kwenye maombi ya kujiweka wakfu kwa Bwana, kwamba ni mwezi wa kuongezeka na kuzidi kuenea. Tembea na ufahamu huo, tembea na akili hiyo, tembea na maarifa hayo, kwamba unaenda kuongezeka kwenye biashara yako, inaenda kuongezeka. Kama ilikuwa ya mtaji milioni 1 inaenda kuwa milioni 3. Kama ilikuwa mtaji wa milioni 5 inaenda kuwa milioni 10. Kama ulikuwa unaumwa kila mara kwa mara, mwezi huu kuna utulivu wa kiafya ambao Bwana anaenda kuachilia. Kama uchumi wako ulikuwa umeharibika, Bwana anaenda kuongeza na kukuzidisha na kuenea. Wale ambao mnafanya biashara kitaifa, Bwana anaenda kuwapeleka kimataifa. Anaenda kuwa connect na watu sahihi, anaenda kuwa connect na watu wakuu, anaenda kuwa connect na mabosi, anaenda kuwa connect na watu wakubwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya ya kwamba malango yako nayo yatakuwa wazi daima, ili mataifa wakujilie na utajiri na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Malango yako yatakuwa wazi ili kwamba ukaongezeke na kuzidi kuenea. Tunaenda kwenye maombi sasa. Kuzifungua hizi baraka, kwa sababu wana wa Israeli waliteswa. Umeteseka, imetosha. Umekandamizwa, yatosha. Umeonewa na watu, umetukanwa, umefanyiziwa vituko, yatosha. Biblia inasema kwamba kadiri walivyokandamizwa, the more they were oppressed, the more they multiply and spread. Kadiri walivyokandamizwa, kadiri walivyoongezeka na kuenea. Adui atafikiri kwamba anakukandamiza wewe, kumbe kadiri anapojaribu kukukandamiza ndivyo wewe unaendelea kuongezeka na ndivyo unaendelea kuenea. Rikapokatanaya. Mungu Baba uliye juu ya vitu vyote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, neema yako yatosha na rehema zako ni nyingi kwenye maisha yetu. Baba, asante kwa ajili ya wiki, kwa ajili ya mwezi mpya ambao umeweza kutupatia. Mimi pamoja na mwanao huyu madhabahuni pako
Tunakushukuru wewe Bwana uwezaye kufanya mambo makubwa ambayo wanadamu hawawezi kufanya, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa mwezi wa 4 ambao umeuleta kwenye maisha yetu, ili kwamba tuweze kufurahia, ili kwamba tuweze kushangilia neema yako, uweza wako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Umesema nasi Bwana ya kwamba ni mwezi wa kuongezeka, ya kwamba ni mwezi wa kukua, ya kwamba ni mwezi Bwana wa kuenea, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kwa jina la Yesu, tunajiweka wakfu kwako Bwana, ili kuongezeka na kuenea kwenye uso wa nchi, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila mahali ambapo adui ameweka mipaka, kwa jina la Yesu Kristo tunaenda kuenea. Ninaibomoa hiyo mipaka mwezi huu wa 4 kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mwezi huu hakuna atakayezuiliwa kwenye biashara, hakuna atakayezuiliwa kwenye mambo yake, hakuna atakayewekewa ukuta, kwa jina la Yesu. Hizo kuta Bwana adui alizoziandaa, alizozinua kwenye ulimwengu wa giza dhidi ya maisha yetu, dhidi ya maisha yetu, dhidi ya biashara zetu, dhidi ya huduma yetu, dhidi ya familia zetu, dhidi ya watoto wetu, dhidi ya ndugu zetu, kwa jina la Yesu, hizo kuta na zianguke, hizo kuta na zianguke, hizo kuta na zianguke, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neno lako linasema ya kwamba wana wa Israeli waliongezeka sana na wakazidi kukua. Mwezi huu ni mwezi ambao tunaenda kuongezeka. Natangaza maongezeko kwenye uchumi, natangaza maongezeko kwenye biashara, natangaza maongezeko kwenye kazi, natangaza watu wakapandishwe vyeo, watu wakaongezewe mishahara, watu Bwana wakakutanane na wakuu, wakakutanane na destiny helpers, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninatabiri kwenye maisha yetu, mwezi uwe Bwana hautakuwa mwezi wa mateso, hautakuwa mwezi wa kukandamizwa. Kila roho ya ukandamizaji iliyoinuliwa na kuzimu, iliyoinuliwa na waganga, iliyoinuliwa na wachawi, imeandikwa kwenye kitabu cha Hesabu 23:23 ya kwamba hapana uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli. Kwa jina la Yesu Kristo, kila silaha itakayofanyika kwa ajili yetu haitafanyikiwa. Kila ulimi utakaoinuka kuhukumu, ili kwamba tukandamizwe, ili kwamba tuteseke, ili kwamba tukwame, ili kwamba Bwana zile patterns ziendelee kuyatesa maisha yetu, kwa jina la Yesu, I break every familiar patterns in the mighty name of Jesus. By the blood of Jesus, the blood of a new covenant, I speak right now. Acha kila malango yote yaliyokaa kimya, kila malango yote yaliyofungwa na adui, ninayafungua kwa upanga wa neno la Bwana, ninafungua kwa funguo la neno la Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hakutakuwa ukandamizaji tena wa magonjwa, hakutakuwa ukandamizaji tena wa umaskini, hautakuwa ukandamizaji tena wa mateso, hautakuwa ukandamizaji tena kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ofisi, hakutakuwa na ukandamizaji tena kwenye ndoa, hakutakuwa na ukandamizaji tena kwenye huduma, kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya ukandamizaji mwezi huu wa 4, mwezi huu wa Aprili, I scatter you by fire, I scatter you by fire. Mazabao ya giza inayochochea ukandamizaji kwenye kona za maisha yetu, kwenye kona ya maisha ya watu wako Bwana, ninateketeza hiyo roho. Hiyo roho haitapata nafasi, haitapata nafasi, haitapata nafasi mwezi huu karababa ya doshia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kadiri wa Misri walivyowakandamiza wana wa Israeli, kadiri wana wa Israeli walivyoongezeka na kuenea, kwa jina la Yesu tunaenda kuongezeka, kwa jina la Yesu tunaongezeka, kwa jina la Yesu tunaongezeka na kuenea. Tunamiliki maeneo sasa. Ni mwezi tunamiliki maeneo, ni mwezi wa ushindi, ni mwezi wa ushindi, ni mwezi wa ushindi, ni mwezi wa kumiliki mipaka. Ni Bwana, panua hiyo mipaka, panua mipaka
mipaka ya uchumi, mipaka ya biashara. Aliyekuwa nakifanya biashara kwenye mkoa mmoja, kwa jina la Yesu natangaza aende kitaifa. Aliyekuwa akifanya biashara kitaifa, natangaza aende kimataifa kwa jina la Yesu Kristo. Aliyekuwa na mtaji wa milioni 1, natangaza iwe milioni 3. Aliyekuwa na mtaji mdogo, natangaza uwe mkubwa kwa jina la Yesu. Aliyekuwa akikandamizwa na magonjwa, natangaza magonjwa hayo yanakaushwa kwa damu ya Yesu. Imeandikwa ya kwamba Mungu wetu ni moto ulao, is the consuming fire. Yeye ni moto ulao. Hata sasa anayala hayo magonjwa, hata sasa anayala hayo magonjwa. Hayo magonjwa yanakauka. Mwezi wa 4 ni mwezi wa kushuhudia, ni mwezi wa kutembea na neema ya Bwana katika jina la Yesu. Bwana wangu na Mungu wangu, tembea juu ya maisha ya mtoto wako mwezi huu. Tunajiweka wakfu kwa amani yako na furaha. Ni mwezi tutaishi furaha, ni mwezi tutaishi amani, ni mwezi tutaona matendo yako ya ajabu na kazi ambazo Bwana Roho wako Mtakatifu ataenda kuzifanya zitawashangaza wengi wanaotuzunguka, maana ni mwezi wa kushuhudia makuu ya Bwana katika jina la Yesu. Kwa watoto wetu Bwana, mambo yatanyooka. Hakika wema na fadhili vitatufuata kwenye mwezi huu. Hatutapungukiwa na kitu chochote kwa jina la Yesu Kristo. Hatutapokea taarifa mbaya, bali tutapokea taarifa njema. Tutabarikiwa tutokapo, tutabarikiwa tuingiapo, maana Bwana ndiye mchungaji wetu na wala hatutapungukiwa na kitu. Ni katika jina la Yesu Kristo. Kila chochote tutakachoweka mkono kitastawi na kufanyikiwa sana kwa jina la Yesu. Biashara ndogo itaongezeka na kustawi kwa ukubwa sana, itaongezeka na kustawi kwa ukubwa sana. Narudia, itaongezeka na kustawi katika jina la Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai. Hakutakuwa na mauti, hakutakuwa na ajali kwa jina la Yesu. Adui atakuja kwa njia moja, lakini atasambaratishwa kwa njia 7 katika jina la Yesu. Bwana ndiye alitendalo hili. Bwana wa majeshi ndiyo jina lake, awapiganiaye watu wake. Hakika Bwana utatusaidia, hakika Mungu utatusimamia katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa neema yako. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu kwa nguvu yako, kwa upako wako, kwa neema yako ya ajabu. Hatutakatwa. Sisi ni mizeituni inayokomaa, sisi ni mizeituni inayochipuka kwa jina la Yesu. Hatutabaki njiani, tutafika kwenye hatima. Hakuna atakayebaki njiani, hakuna atakaye kufa kabla ya wakati, hakuna watoto wetu watakao kufa kabla ya wakati, hakuna vitakavyoharibika, hakuna atakayeharibikiwa na ujauzito, hakuna atakayepoteza tena. Mwezi huu ni mwezi wa kuongezeka, ni mwezi wa marejesho katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana Mungu aliye hai kwa neema yako, kwa uweza wako na nguvu. Hata sasa tunakushukuru kwa maana ni mwezi unaenda kutusaidia sana kwa jina la Yesu. Asante kwa neema na rehema zako Mungu aliye hai. Pokea sifa, heshima na utukufu. Hata sasa ninakurudishia sifa kwa maana wewe ni mwaminifu vizazi hata vizazi, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Amen, amen and amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana. Kama ndani yako kuna nguvu ya maombi ya kuendelea kuomba, keep on praying, endelea kuomba, go on, endelea kuomba. Kama ndani yako kuna nguvu ya kuendelea kuomba, usiache kuomba, endelea kuomba. Kwa hiyo unaweza ukaishika sadaka yako kwa ajili ya kujiweka wakfu kwa Bwana kwenye mwezi wa Aprili, mwezi wa 4. Yale yote tuliyoyaomba, jiunganishi kwa sadaka yako kwa imani mbele za Bwana. Kama ndani yako Roho Mtakatifu anakusemesha kwa kiwango chochote, lolote lililo jema kwa Bwana ni lile lililoambatana na moyo wako. Bwana hahesabu sadaka kwa idadi ama kwa kuangalia kama ni 100 ama ni 1000. Anaangalia
kile kilichotoka moyoni, kile kilichozama moyoni. Mungu akubariki sana. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 27786243718. Mungu akubariki sana. Unaweza ukawasiliana nasi kwa namba hiyo kwa utaratibu. Mungu akubariki sana. Wewe ambaye hujaokoka, wakati wa kuokoka ndio huu. Wasiliana nasi kwenye namba hizo hizo. Na mwingine unahitaji ushauri wa kiroho, unahitaji maombezi, namba zetu za mawasiliano bado ni hizo. Mungu akubariki sana. Lakini pia unaweza ukatembelea ukurasa wetu wa YouTube. Wewe ambaye unatusikiliza kutokea WhatsApp ama kwenye platform zingine, hakikisha unatembelea platform yetu ya YouTube, ambapo kuna mafundisho mengi sana na maombi ya kukusaidia na channel yetu inaitwa Joseph Lwamwe. Lakini pia wewe ambaye unatufuatilia kutokea hapo YouTube, hakikisha kwamba una subscribe na unawatumia watu wengine hiyo audio ama hiyo link, ili na wao waendelee kunufaika. Lakini pia hakikisha unawatumia wanafamilia wako sasa hivi, ili na wao waweze kuunganika na sisi kwenye maombi haya ya mwezi huu wa 4. Mungu akubariki sana, na uwe na mwezi wa shuhuda wa kuongezeka na kuzidi kuenea. In the name of Jesus. Amen. Mungu akubariki sana. Shalom. Ili wanilalue, naomba Mungu nipiganie. Uwe nguzo ya moto mbele niweze. Uwe nguzo ya moto mbele yangu. Nisaidie. Adui wakija wasiniweze. Bila wewe siwezi Mungu. Uwe nguzo ya moto mbele yangu. Maishani mwangu. Adui wakija wasiniweze. Mama mbele yangu. Uwe nguzo ya moto mbele yangu. Simama nitetee. Adui wakija wasiniweze. Siwezi Mungu. Uwe nguzo ya moto mbele yangu. Nisaidie Yesu. Adui wakija wasiniweze. Katika jina la Yesu. Mungu ukiwa upande wangu. Pokea sifa. Hivi ni nani atapigana mbele yangu? Uweza na nguvu zako za ajabu. Yesu ukiwa upande wangu. Hivi ni nani atapambana mbele yangu? Mimi nategemea kwako Mungu. Mimi naegemea kwako Mungu. Mimi natumaini kwako Mungu. Mimi natumaini kwako Yesu. Nikingie kifua, uwe nguzo mbele. Nisaidie Bwana kupigana nao. Nikingie kifua, uwe nguzo mbele. Nisaidie
kuvunja mapingo ya adui zangu. Mungu unaweza, Yesu unaweza. Imani yangu Mungu ni kwako, msaada wangu Mungu ni kwako. Sina mahali pengine pa kukimbilia, ila ni kwako Mungu, ila ni kwako Mungu. Sina mahali pengine pa kutegemea, ila ni kwako Mungu. Uwe nguzo ya moto kwangu, Baba, uwe nguzo ya moto. Wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni mwaminifu Bwana, hata kwa yale uliyoyatenda kwenye familia yangu. Wewe ni mwaminifu Bwana, uliyoyatenda madhabahuni kwa watu wako. Wewe ni mwaminifu.